Huyo Olotu kwa kuwa ni mwananchi mwenzetu, tutamwambia tutakaa mahali tukiwa na amani kabisa na hili halitatokea tena. Tulizoandika hapa ni kama nyumba 40. Bado ule upande wa bondeni walishaandika, wameshaanza kuzifanyia tathmini na nini na kuzitengeneza kidogo. Inatetemesha vibaya zaidi, yani inafikia mahali unaogopa, inabidi utoke nje. Mimi kesho tutakuja na timu, tutapita nyumba baada ya nyumba. Mimi nikuombe mwenyekiti uandae tu listi ya wale watu wote. Huyu anapozungumza kwamba eti mkutano umeahirishwa, wakati anasema tathmini itafanyika, wananchi tumeelewana. Yaani anamaliza mkutano kienyeji, sisi tokea asubuhi tumekuja hapa. Aje Olotu mwenyewe. Aje mwenyewe atujue angalia tathmini ya nyumba zilizoathirika. Hakuna kuogopana saa hizi. Nyumba hizi za hapa zinapata kreki, kuna sababu. Na sababu tunasema ya kwanza ni hiyo, labda upigaji wa baruti. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 3 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Hapa ni katika mtaa wa Murieti Kati ulioko kata Murieti jijini Arusha. Tumekuja kuripoti kuhusiana na malalamiko ya wananchi kuhusu ulipuaji wa baruti ambazo zimekuwa zikileta madhara na kupiga nyufa katika nyumba zao, hali ambayo inahatarisha nyumba hizo kuanguka. Lakini kufuatia baruti hizo ambazo zinapigwa pembezoni mwa maeneo haya ya makazi ya watu, wananchi asubuhi walifika katika ofisi ya mwenyekiti wa mtaa ili kuzungumza naye na kutaka kukutana na mtu ambaye inaeleza kwamba ndiye msimamizi wa mgodi huo kwa jina la Olotu. Baada ya kufika hapo, alifika mtendaji wa kata na kuzungumza na wananchi kwamba jambo hilo linafanyiwa kazi. Lakini wananchi walishindwa kuridhika na majibu ya mtendaji, kisha baadaye mtendaji aliondoka katika eneo hilo. Lakini pamoja na hayo, baadaye Olotu tulizungumza naye kwa njia ya simu akisema kwamba swala hilo la upigaji wa baruti ni swala la kitaalamu, lakini tathmini itafanyika ya nyumba hizo ambazo zimeharibiwa na baruti hizo kutokana na kishindo hicho, ili ingalau zifanyiwe ukarabati. Lakini baadaye alifika mkuu wa wilaya ya Arusha mjini, Mheshimiwa Josephat Mkude, na kuzungumza na wananchi akieleza kwamba tathmini itafanyika na atawatuma wataalamu wa miamba ili waweze kuja kufanya vipimo, kwa sababu baruti hizo zinapigwa umbali wa kilomita 2 kama na nusu hivi kutoka usawa wa wananchi. Hivyo eneo hilo ni kweli akajiridhisha kwamba ni mbali. Hivyo kinachotakiwa ni tathmini ifanyike kujua kwamba kuna nini ambacho kinafanyika. Lakini pamoja na hayo, tumezungumza na Olotu mwenyewe kwa njia ya simu akieleza kwamba yeye analifahamu jambo hilo na ataendelea kufuatilia zaidi ili wananchi hao wakarabatiwe nyumba zao. Mimi ni Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Kauli yangu ya mwisho ni kwamba hilo ni tatizo. Unasikia limeshatokea. Bahati nzuri hakuna mtu kama ni hamna madhara ya mtu anaumia. Sisi tutakaa na hiyo tutakaa kiofisi. Tuone madhara yaliyotokea na turekebishe. Na alafu kitu kingine, ile swala la kufanya hiyo kazi imesimamishwa. Nimewaambia wasimame kwa sababu inaleta madhara. Imeshaonyesha kwamba ina madhara na imesimamishwa. Sasa ninakwambia tumesimamisha, sasa swala la kupiga baruti mambo mengine mpaka watafute njia nyingine ya kufanya, kwa sababu hiyo sio lazima kutumia baruti. Kuna njia zingine tu za kufanya kazi fulani. Nimeshasema kwamba hilo jambo liko kwa mtendaji wa kata. Ni mtendaji wa kata ndiye mpiga baruti? No. Hiyo issue ya hilo tatizo, malalamiko yako ni kwa mtendaji wa kata. Mlikubaliana kwa siku mpige baruti ngapi? Tulikubaliana 5. Ndio maana kuambiaje, huyo anaye mtaalamu wa baruti ndio anaweza kukueleza kwamba hivi vizuri kuangalia matansa tukaamua kusimamisha. Hamna mtu anaweza furahia, hata huyo mtu anaweza kufurahia mtu akifa. Kwa hiyo hilo ni jambo limetokea kwa bahati mbaya, tutasimamisha mfuate huyo mtu aliyekuwa ana license na kibali cha serikali, mmoja atakueleza chochote. Kama mlivyoandamana mkaenda kwa mzee Olotu. Mzee Olotu tukampigia simu akasema anaumwa, yuko hospitalini. Akatuahidi kwamba naomba rudini ofisini, wananchi warudi ofisini bila shida, nitakuja kuzungumza nao. Sasa na mimi nimejaribu kuzungumza na mzee Olotu. Sasa hivi nimwambia wananchi wamekaa hapa muda mrefu wanakusubiri. Anasema nimezidiwa, niko hospitalini siweze kuja. Kwa hiyo nikasema tukutane nisiwapotezee muda, tuweke makubaliano nini kinachotakiwa kufanyika na nini kiendelee.
Kwa hiyo mimi nilichoona tukubaliane kwa pamoja, kwa sababu madhara wote tumeona, madhara mlisikia, wengine ambao hawakuwepo. Kwa hiyo mimi ninachoomba hapa tukubaliane kwamba tunachukua hatua gani, tunafanya nini au tunakubaliana nini. Lakini kuna afisa mtendaji wa kata ametumwa na mtendaji, maana hili jambo ni endelevu, linafahamika. Nafikiri lishatokea mtaa wa jirani, kuna namna walikubaliana. Sasa kwa sababu yuko msemaji wa kata ambaye ametumwa na mtendaji, tu wale orodheshwa. Unajua sasa tusiseme tu kama kuna zaidi, si wangekuepo hapa jamani. Watu 30 kwenye daftari yetu hapa. Mimi naitwa Zefania, ni afisa afya kata hii, lakini leo namwakilisha mtendaji wa kata. Ili swala sio geni. Nafikiri kwa majirani zenu kama mmeulizia, kuna jambo lilitokea juzi, na ni kutokana na baadhi ya wafanyakazi wa kampuni hiyo kutokuwa waaminifu. Manake tulikubaliana wapige at least wapige 10 kwa siku. Kwa maana hiyo watapiga 5 ili silete nini? Madhara. Miaka yote walikuwa wanapiga na tulikuwa tunaishi hapa. Lakini nadhani walizidisha. Wakapiga kwa pamoja ikaleta madhara yote haya. Lakini tulichokifanya kwa majirani zenu pale, tulipita nyumba baada ya nyumba. Mimi mwenyewe nasimamia. Tuwepo na wataalamu wote. Tuangalie hizo blast kama ni 10 zilikuwa zimezidi, tujue tupunguzeje. Sawa Kama tuliweza tukapiga 3 kwa siku tukamaliza hata 10, lakini tuende kwa 3 ili silete madhara wapi? Huku kwa wananchi. Sawa ndugu zangu Kwa hiyo hilo tulilishughulikia hilo, lakini hili lililopigwa jana kwa kweli hakuna, sio mtendaji, sio nani, hakuna aliyeruhusu. Manake bado wanaendelea kufanya nini? Marekebisho kwenye nyumba ambazo walifanyaje? Wale kwa hiyo tuliwaambia mkishamaliza ndipo tuingie kwenye nini? Kwenye swala sasa la kuangalia namna gani mtakapofanyaje? Mtakachofanya kwenye blasting ili mtengeneze muendelee na nyinyi na biashara zenu. Sawa Kwa hiyo tunachokifanya sasa, kwa sababu huyu mzee nafikiri ana tatizo kweli la kiafya. Hilo ni kweli. Na sio sijamjua leo Lotu. Namjua Lotu toka hizo nikiwa mdogo. Lakini tunachowaahidi sisi, na mimi nafuatilia kabisa, naye simamia kwenye hilo swala la utekelezaji wa utengenezaji wa madhara yaliyotokea, ni mimi. Binafsi kabisa ni mimi. Kwa hiyo mimi kesho tutakuja na timu, tutapita nyumba baada ya nyumba. Mimi nikuombe mwenyekiti uandae tu listi ya wale watu wote. Hakikisha ongea na mabalozi wote, washushe listi ya watu wote waliofanya nini? Waliopata madhara. Hilo tutapitisha, tutaandaa ndani ya wiki 2 hizi tutakuwa tushaanza kazi ya kufanyaje? Tutaanza kuangalia yale maeneo ambayo yameathirika sana. Sawa ndugu zangu Jamani tutafika. Msio na wasiwasi kabisa. Tupate majibu Tutapita kwanza kutathmini. Maana yake kutathmini lazima tuangalie ipi ndio wa kwanza, ipi ndio iwe ya mwisho. Sawa Kwa mfano nilikuwa naangalia kwa mwenyekiti hapa. Nimeona kabisa crack ni mpya. Lakini nimetathmini, ukiangalia huyu anaweza kasubiri kidogo wakati tunaanza wale ambao wameathirika moja kwa moja. Sawa Kwa kesho sisi tunaomba tuwepo hapa by saa 2. Kama utakuwa umetoka umeenda kazini, mwache mtu ambaye anaweza kukuwakilisha, tukaangalia haraka kazi ianze. Kwa hiyo hilo nawaahidi. Upigaji wao uwe wa chini. Sasa nilikuwa naomba kwanza wewe na timu yako uliyetumwa. Sasa hivi nataka upeleke hizo salamu kulingana na sisi wananchi jinsi tunavyoathirika na hizi nyumba zetu. Nyumba hizi hii mikanda ya bodi yote imeachia. Ukuta wa kwangu ukuta ni mrefu. Ule ukuta nimeuziba zaidi ya mara 3 mara 4. Kila akipiga lazima itokee tatizo. Kila akipiga itokee tatizo. Hii ya jana ndio imeleta uharibifu mkubwa zaidi. Sasa itakuwa tuangalie kwamba yani tumejenga nyumba sio kwa ajili ya kukarabatiwa. Sawa? Yeye kama ana hela za kwake za kukarabati nyumba za watu, sisi hatutaki nyumba zetu kukarabati. Sisi atuambie suluhisho mwisho wa hii kupiga haya mabaruti ni lini? Hata tukajenga nyumba zetu wenyewe kwa hela zetu. Sio kukarabati. Yaani kwamba unafanya tatizo ili kwa sababu unaweza kuwafidia watu. Hiyo sisi hatutaki mambo ya fidia. Sisi aje hapa atuambie kwamba muafaka wa hii tatizo ni nini? Huu muafaka unaisha lini? Huko ndani tunalala kwa lini? Tunalala kwa yani maana kuna bwana jana alikuwa anakimbia ndani. Ile tetemeko kupiga. Watu wanakimbia na wanajua kwamba nini tumevamiwa, nini mabomu yamepigwa. Kumbe ni tetemeko ambalo watu wanapasua baruti ambao kwa manufaa yao sisi. Sisi tunapata hasara. Tunajimbikiza ili tuweze kupata mahali pa kujihifadhi. Tunapata mahali pa kujihifadhi, kuna mtu anakuja anavunja nyumba zetu kwa sababu ambayo yeye apate manufaa yake. Sio. Aje hapa atuambie kwamba suluhisho ya hayo yote ni nini?
aangalie njia nyingine ya kuchimba mawe, aendelee na krasha zake. Kama ikishindikanika, si tuangalie njia nyingine ya kufanya. Maana hapa kwako kama nyewe wenyewe mmempa onyo kwamba usipige baruti kadhaa, anapiga. Kwamba ina maana penya na dharau. Ndio maana anaweza kufanya kitu kama hicho. Na nyewe kwa sababu mnashindwa. Ndugu wananchi, ninawaambia kitu kimoja. Tutafanya tathmini na tutakuja na majibu. Si ndio hivyo? Tulichokubaliana, lakini marekebisho lazima tufanyaje? Tuyafanye. Kama kuna mtu ameathirika kiafya, lazima tutathmini hilo, tujue tunafanyaje. Sawa ndugu zangu Kwa hilo msio na wasiwasi. Kwa hiyo hili lingine la Nali, uzuri ni kwamba mna serikali. Kwa hiyo tutasimamia. Kwa kweli kwa eneo hilo tutasimamia, tuhakikishe mwafaka uko wapi. Kwa hiyo tutapata tu mwafaka tutafanyaje. Na kuna aliyedharau, nadhani ni misinformation tu zilitembea, lakini tutasimamia hilo. Sawa ndugu zangu Kwa hiyo nyinyi kaeni, kesho tutakuja. Andeni list ile ili tuwapitie watu wote, tufanye tathmini ya madhara yaliyotokea. Kwa hiyo kesho nafikiri mwenyekiti hilo litakuwa limeisha. Ila kitu kikubwa ambacho mimi nataka nishauri na nitake niseme, hilo swala la baruti lisimame. Kama mtendaji unakiri kwamba mlishamwambia simamishe, na jana ilipigwa na yeye mwenyewe mdau alisikia ikipigwa, na tulikuwa ofisini kwangu, alisikia tetemeko lilivyotokea. Nafikiri sasa ifike sehemu kwamba wale wa China wastopishwe, wasifanye tena ule uharibifu, kwa sababu ule ni uharibifu. Na mkumbuke wale wana mikataba. Kwa hiyo tusiwe tunafanya vitu kienyeji alafu kazi kule zikaendelea. Mimi ningeomba kwamba taarifa kwa kupitia ofisi ya kata, ofisi yetu ya mtaa, na sisi tutafuatilia taarifa zifike kwa wakati unaotakiwa kwa mzee Olotu, kwamba ile kazi simame, siendelee tena kupigwa baruti zile, kwa sababu hali ni ngumu. Hiyo listi hapo tumekuambia tuandalie. Wewe fanya kwa Nandi kwa uaminifu mkubwa, sisi tutakuja kutekeleza hilo, lakini kusimama Olotu hawezi kupiga bila sisi kumruhusu. Nafikiri tumeshafunga jamani. Tunashukuru Tunafunga kienyeji. Tumekuja saa 2 hapa. Saa 2 asubuhi tuko hapa. Wewe unakuja sasa hivi dakika 10 tu unasema umemaliza kweli? Unajua hasara ya nyumba tulizopata pale? Sisi tumejiminya tumejenga. Inakuja rais tu unasema umeahirisha. Hao viongozi wa serikali wako wapi? Mbona wanakimbia? Wewe unaongea kienyeji tu kwamba nimemaliza kweli? Hapana mwenyekiti, wamekuachia mzigo mkubwa. Wao wanatakiwa wasimame walipoanzia, wamalize hili swala wao. Sasa kwani mwenyekiti naye si mmoja wa waathirika? Mwenyekiti naye ni mmoja wa waathirika, anatakiwa atuambie kitu kinachoeleweka. Mimi bana, mimi sijaridhika kuvunja mkutano. Nataka kujitambulisha jina lako. Mimi naitwa Sylvester Clay. Bana, mimi ni mwathirika. Sawa? Huyu anapozungumza kwamba eti mkutano umeahirishwa, wakati anasema tathmini itafanyika. Wananchi tumeelewana. Yaani anamaliza mkutano kienyeji, sisi tokea asubuhi tumekuja hapa. Kisha tunatoka kwenda kwenye mashughuli yetu. Maana kwa chini tumevaa maviatu ya ajabu. Yeye ataongea kitu kinachoeleweka. Sasa sema eti tayari tumevunja mkutano. Haiwezekani kuvunja mkutano kidaizani hii. Kwa mnatamani nini hasa? Ajue tathmini watu wamepata athari kiasi gani, ndio aweze kuzungumza. Hapana. Kesho mwenyewe amesema, kwanza alisema tukutane saa 2 asubuhi. Tuko hapa akasema simu haikupatikana. Aje mwenyewe atujue angalia tathmini ya nyumba zilizoathirika. Hakuna kuogopana saa hizi. Majibu ya serikali sawa. Serikali inaweza kusema kesho ikawa kesho kutwa. Tunamtaka muhusika. Nataka si tufiende na watoto jamani. Hizi laomba kila siku. Kreki mnasema kreki mpya. Na maana kreki inahesabika ni ya jana. Wakati kreki manyumba yamechanika. Mimi nyumba yangu imechana kreki 12. Wewe mwenyewe umeona nyumba jana pale, nimekupeleka umeona. Kweli hivi kweli? Hii sio sawa. Kweli sio sawa. Huo mradi wake ni mradi wake kwa maslahi yake. Hakuna mwananchi anayepewa hata 100. Sisi hatuwezi kufa na watoto ndani. Asitishe hiyo nani yake, biashara yake ya China asitishe, kwa sababu hata kama kirepea nyufa bado tu itarudia. Bora asitishe tu. Kama ni kusitisha asitishe, sisi tutarepea nyumba zetu. Kuliko maana hata kama tukirepea kaka lazima tu itarudia, kwa sababu si bado ni endelevu. Asitishe tu, tutarepea. Kama mzee Olotu kama mkurugenzi hajafika, basi tutajua hatua ya kwenda zaidi. Hii serikali ni pana, haki iko kila sehemu. Sawa jamani? Naomba tuishi kwa amani. Tukisikia baruti imepigwa tena tupeane taarifa. Kama tatizo mnaolalamikia ni kweli au sio kweli. Mimi kwanza ni wapeni pole sana.
ukaguzi wangu niliofanya katika nyumba hizi karibu 3, tatizo kweli nimelikuta. Tatizo hili lipo na bila shaka limesababishwa na miamba, ambapo sisi sio wataalamu wa miamba. Mimi tu nitamwelekeza mtaalamu kwa kwetu wa serikali anashughulikia madini, lakini pia aweze kumsimamia huyu mkandarasi ambaye anachimba hapo madini, aweze kutafuta mtaalamu aliyesomea miamba, kubainisha na kutafuta ukweli wa jambo hili kati anapochimba mpaka hapa. Lakini ni ukweli usiopingika ni kwamba nyumba hizi za hapa zinapata kreki, kuna sababu. Na sababu tunasema ya kwanza ni hiyo, labda upigaji wa baruti. Lakini inawezekana kabisa hapa tuko mlimani, kwenye mlima upande mwingine, inawezekana ikawa ni sababu nyingine ya mlima, ambapo hapa panakuwa bado sio sehemu salama kwa kujenga. Na ili basi kusije kukatokea maafa, ni vizuri au wataalamu wakafika mapema. Tutaelekeza wafike mapema, utaratibu uandaliwe, waje wafanye tafiti hizo, watuambie, ili kusudi kama kutoa maelekezo mengine hapa sio sehemu sahihi ya kujenga, basi tutoe maelekezo hayo kwa wananchi. Lakini pia kama yamesababishwa na miamba hiyo ambayo inapasuliwa kilomita 2.5 kutoka hapa, basi tuweze kutoa maelekezo mengine, miamba isichimbwe hivyo. Lakini kama itaonekana ni lazima kuchimba, basi wasitumie baruti wanazozitumia sasa hivi ambazo zina mshindo mkubwa. Kwa hiyo mwenyekiti, mimi nikushukuru pamoja na wananchi, niendelee kuwapa pole kwa hili. Basi niwaombe utulivu, mwe watulivu wakati tunashughulikia hili kupitia mkandarasi mwenyewe ambaye anachimba hapo, lakini pia na serikali. Tufanye haraka ili kuona kwamba watu mtaendelea kuishi kwa amani na utulivu, na mtajenga nyumba zenu ziwe za kudumu na zisiwe za muda mfupi. Kwa hiyo nikushukuru sana mwenyekiti. Nitapita hapa tena, nitasimama barabarani kwa sababu pia huu mgodi uko ng'ambo ya barabara hii. Nitasimama barabarani nifanye tu kubainisha uchunguzi wa macho usio wa kitaalamu, kuona kama kuna kreki kwenye barabara yetu. Hii inaweza ikawa faida kwetu kwa sababu ya kuona. Kwa hiyo mimi niwashukuru kwa kutoa taarifa kwetu, ili tuje tuone na tuweke utaalamu sasa utakao tusaidia siku za mbele. Sio kwa sasa hivi tu, bali siku kwa mbele, kwamba migodi tunaoruhusu ichimbe inaweza ikaleta athari hata kwenye barabara. Na watu ambao hawazungumzi na nyumba hizi ambazo nyinyi mnazo. Kwa sababu ya nini? Ya amani haipo. Utajenga nyumba wakati amani haipo? Haiwezekani. Hebu naomba mkawaambie vijana, mkakemee, wasifanye lolote la kushawishiwa na mtu ambaye hayuko ndani ya nchi hii. Wenye uchungu wa nchi hii ni nyinyi mliokuwa hapa. Hebu tuambiane mambo ya kweli, kwenye kweli, tufanye maendeleo. Huyo Orotu kwa kuwa ni mwananchi mwenzetu, tutamwambia, tutakaa mahali tukiwa na amani kabisa, na hili halitatokea tena.